wira wakwa ni gutava twina MPs MCAs tutave ndaya kinyava ni tugacoka gwaria ringi kana niguo andu akwa ni mukumbitikiria ruta rukorwa ni rarumanaga na ni nambara na thirikari Professor Kithure Kindiki angekuga huyu achana na yeye kazi yake ni matusi aya engi atongoria mao kama angeava kiwa kureta ningi akirutaku development ya gututethia nayo tungimirutaku joke ne murekeria na kumwira atiriri guti mwana wa nda na wa mugongo wanoyo wikarite ava ni mwana na mundu murume ciakunda ndui mai gukorwa umite na guku tikuga ni murume ni mundu murume kenuku ni Professor Mugi tutave na ni aturetere kiria agaturetera tutikavenererue kwambiriria kurwa tene uguo tondu ni tukurirwa ni maendeleo ni negene ditaiva ria rituvirite na nienda gwitikaniria na Moses Kuria mundu wauka guku ni atwire aturetera ndui timiario tupu tunataka maendeleo utambira inie na nienda ndikathane ingi tondu mungirega ingi ningiuga ati mwarwanja gitiga kwinyivia na ruo no mundu murona boda ni mbigire karinda nthi nekira muvuto tuke tunyitanire maundu mavue tambira yatirire andu akwa boda munataka tushirikiane na Professor Kindiki mambo yetu ikue sawa mmekubali Vaimonia ina njara mama monia itu na njara munataka tushirikiane na serikali ya William Ruto pia yeye akuja atuletee maendeleo ndio maana tuweze kwenda mbele hiyo ingine ya 2027 tutaongea after tuangalie checklist yetu tuambie Professor tulikwambia hii haujafanya hii haujafanya hii haujafanya hii umefanya hii tumwambie sasa tukiangalia wewe tumekupatia wewe na president B ama A ama D-, lakini tutikambiririe kurora kigeranio miaka itaimekua atia itaimedhiru. And I want to tell you good people, tukishirikiana tukiacha kusikiza chuki na siasa mbaya tutaenda mbali kama Embu County. Na niye ni mwendi thayo na nganundu wa kukorwa ni mwendu thayo muno na ndivyo tara kurumana kwe andu anga mambo sete suva gitina mandua wa muthenya ni boxing na o mamenye wana makendi vaga nobody will stop me from developing Embu County with the government of the day. Nobody. Mimi nataka kurudi kwenyu nikiwaambia tulienda hapa tukasaidika. Tukaenda hapa tukasaidika. Tuko na sako 9, Your Excellency Deputy President, ambazo zimeanzishwa na serikali kuu. Dunia ningiambiriria mbara na irumie thoko icio ntigwe imengetho ngaivirako ningiambiriria mbara varavara nyambiririo ta rukurire kanyombora yo Mheshimiwa Karemba agweta tungiambiriria mbara na Mheshimiwa Karemba ya thirikari varavara yo ni Karembo karikia kana ni Mwarwanjagi ukarikia so tuthenje na gaka kauge ni gitumi guku kwingi mutirendi gwenegene tondu ni auge meterete gutava ni tukaria vendeo so tutigatuike county ya mbara nenegene tutuike county ya thayo wanatwegwe tutirake na vandu fulani tugie na gitio gwe atongoria etu na tumenye guti kwingi tukagira utethio tiga gwe acio tuthurite maithirikari yetu. Nikimalizia, Mheshimiwa Moses Kuria umeongea mambo ya SHA na imetajwa hapa na viongozi wengi. SHA is a good thing and I want to repeat here, it's a good thing. Wacha niwaambie story ya 3 days ago. Kijana alipata accident ya boda akavunjika mgongo. Mimi
nikitoka kwa ofisi yangu, Your Excellency, mama yake akakuja, nikaona anataka kuongea na mimi, nikasimama, akakuja akaniambia, Governor, kijana yangu amevunjika mgongo, mimi sina mbele, sina nyuma, ako hospitali Embu level 5, nimeambiwa lazima ninunue chuma ya kumweka mgongo, sina pesa. Kamuuliza, mama, hujaingia SHA? Akaniambia, ingetuerirwo ni atongoria tutigatonye. Nikamwambia, haraka nikatuma kijana yangu na gari, nikamwambia mpeleke mpaka hospitali aone CEO wa level 5 hospital. Sio, akaniambia hiyo chuma inahitaji 168,000. Na huyu mama Governor hana mbele hana nyuma, kwa sababu hata nilimuitisha simu akaniambia, ndina thimu Governor, umete ko ambira nyumete mukangu. Na mwira, so akaenda wakaongea na CEO. Sio, akaniambia the only way tutasaidia huyu kijana ni we register him in SHA, tumlipie ile ataitishwa ndio aweze kutengenezwa. True story. 2 days ago, mimi on Monday nikamulipia ile pesa aliambiwa alipe 7,200. The following day, Your Excellency, there was an approval na SHA kusema surgery iendelee. Dr. Mugendi, our neurosurgeon, ambaye amesimamia mambo ya neuro, akapatiwa authority atafute hiyo chuma ndio tuweze kutengeneza huyo kijana. Yesterday, Your Excellency, huyo kijana alitengenezwa na Dr. Mugendi, akawekwa chuma, bili ya 186 ikalipwa na SHA. Na kwa sababu tumekasirika, hatutaki kuambiwa ukweli, kwa sababu tukianza kuambia ukweli munakasirika, munaanza sisi sasa tuko hivi. Mimi Governor niko na insurance yangu na familia yangu. Hawa wajumbe wote including MCS wote wako na insurance. Wanajua hata wagonjeke ama bibi ama watoto wako sawa. Je, nyinyi munaachwa wapi? Mkiambiwa na wale wako na insurance musilipe na wao wenyewe wako sawa? Andwa manyata mauga maisa kapi. Wewe na familia yako na hiyo makasiriko, ukigonjeka karinda nwanga kamenya ninga koroba ungirira nawe, but needed. Na hii, Your Excellency, I want to make a request. I've had Mheshimiwa Kuria talk about it. Mheshimiwa sikia tukisema kijana wa boda angaliwe kama kijana wa boda, apatiwe kitu ambaye ataweza kulipa, na mwingine alipe na yake. Mimi Governor nilipe kulingana na mshahara yangu. Hii town, hii country, hii county itakuwa sawa. Nenaria nae mutimborere ikaruvene ngina kwa na mwaririria riu ngaiwa moya murathime na kuma monthi niravoya ni mukuthie na mwambiririe gukura na mutigetikire gutonyererwa ni siasa sakori cienyu. Sako iria ifotaga kuthie wega ta Nawiri na county ciaremi ni undu ni mavoindaga wana siasa gutonyerera sako ciao. And then show us that you can do it. Prove to His Excellency the Deputy President kwamba hakupoteza wakati kuja mpaka Embu kutushikilia. And I want to tell you, Embu County is the first county in the Republic of Kenya to bring together all the boda riders to talk about their empowerment. Hiyo ndio ukweli wa mambo. So tunataka tuende pamoja na Ngai amurathime andu wakwa. Niĩ nirenda kuona mugikura, nirenda kuona mukiinuka, na nirenda kuona mukithie na mbere mwaragie tocio rayava, na ndukagia na nganja. Uragia na nganja, kiu nikio kiambiririe gia kugwa. Witikie no tonye sako, ndukathikiririe wingiru irutire
Siringi 20, 30, 50 wa muthenya ugaikia sakori uvote kwirugamirira. Tondo at the end of the day, it is your personal life. It is not the governors, it is not Professor Kindiki's, it is not the president, it is not for any of us here. It is your personal life that counts. Personal life that counts. Tuende, tukure, tukinye vau turenda gukinya. Kaiwa moya kena murathima muno andu akwa. So thank you very much. I will now na ni mucokerie ngatho vai mutinangwithia. Kai umuthi ma. Ngai ndamurathime muno. Mutinangwithia. Mumecheza kama nyi na muonania mukite kuruta wira uria ukamutethia. So nataka tuite Professor His Excellency Professor Kithure Kindiki na mukaribisha na shangwe na vigelegele. Asante sana Prof. Karibu. Haya. Asante sana. Thank you very much. Naomba tuketi. Aembu Murearo. Mbere North Murearo. Mbere South Murearo. Runyenjes Murearo. Manyata Murearo. Asante sana. Mimi yangu itakuwa machache kwa sababu tumeketi kwa muda mrefu sana. Na wakati huu ni wakati wa kazi, na kuna ile kazi imetuleta hapa siku ya leo. Kazi ambayo imetuleta siku ya leo ni kazi ambayo imepangwa na dada yetu, kiongozi wetu, Governor Cecily Mbarire, pamoja na viongozi wale wengine wote wa Embu County, wakiwemo wabunge na senator, kushirikiana na viongozi wa bodaboda ili kuweka jeki vijana wetu na wananchi ambao wako katika biashara ya bodaboda, mapato yao ikuwe bora zaidi. Si hiyo ndio kazi imetuleta hapa? Kakwina ngogenge tuletete guku iko kibarua ingine. Kwa hivyo nitaongea kwa ufupi kwa sababu hiyo kazi lazima tuikamilishe. Niseme ya kwamba nashukuru Governor Mbarire for your visionary leadership by remaining focused to make sure that your county is growing under your leadership. Your county is growing step by step, because no county grows in one day or in 1 week or in 1 year. The same way President Ruto is focused on growing Kenya step by step, day by day. So Mheshimiwa Cecily, asante sana kwa hii kazi nzuri ambayo unafanya. Sisi walio hapa kama viongozi, sisi tulikuwa tukitafuta hii serikali, na kuna ile masuala tulikuwa tumeweka mbele, masuala sana ya kiuchumi, ya kuhakikisha kwamba tumeboresha uchumi. Kazi hiyo rais na sisi zote tunaendelea nayo. Tunajaribu tuwezavyo. Miaka 2 ambayo imepita sasa, Rais William Ruto akiwa mamlakani, haijakuwa rahisi sana, kwa sababu wakati rais amechukua hatamu ya uongozi, alikuta nchi yetu iko na matatizo makubwa ya kiuchumi. Sio kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta hakufanya kazi. Rais Uhuru Kenyatta alifanya kazi kubwa sana, kazi ya ziada. Rais Kibaki vile vile alikuwa amefanya kazi kubwa sana, kazi ya ziada. Lakini hapo mwisho, miaka 2 ya mwisho ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kama rais wa Kenya, nchi yetu na ulimwengu ulipigwa pigo kubwa na ugonjwa wa COVID-19. Uchumi wetu ukafungwa. Sisi wananchi, sisi zote tulikuwa tunakaa kwa manyumba. Hakuna mtu anafanya kazi, hakuna biashara inaendelea. You can imagine
shutdown of the entire economy for a year and a half. Ndio umeona ya kwamba wakati Uhuru Kenyatta anapeana serikali kwa William Ruto, already because of COVID-19, inflation was very high. The food of essential commodities was high. The shilling was weak against the dollar. There were so many economic problems. The price of fuel was very high. Na hiyo kazi kwa ile miaka miwili imepita, Rais Ruto alikuwa anang'ang'ana nayo, na sasa hivi kuna afadhali kidogo. Kwa sababu ile dola ilikuwa 165, 167, imefika sasa 127. Na kwa hivyo hiyo ni kuonyesha kwamba for the last 1 year, shilingi ya Kenya haijakuwa iki-lose value. Vile vile, inflation imeenda chini. From about 9.6%, right now, every month, it is somewhere between 2.7 and 3%. Vile vile, bei ya unga ilikuwa shilingi 250, 240, kulingana na type ya unga. Kilo 2, packet ya kilo 2. Kupitia juhudi za serikali ya Mheshimiwa Rais, at least sasa ile bei ya unga kilo 2 imeshuka kidogo. Sasa ni about 110, 120 hapo, ingine hata 100. Kweli si kweli? Si ni kweli? Hiyo kazi yote ilifanyika kwa sababu kuna kazi ambayo rais na serikali iliweka rasilimali ili hiyo mambo ifanyike. Kwa mfano, ile fertilizer ambayo ilikuwa inagharimu 6,500, 7,000. Rais akasema ya kwamba bei teremke ikuwe 2,500. Hiyo ndio imesababisha nchi yetu isalishe mahindi ya kutosha, ndio unga ishuke. And for the first time, kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi sana, mwaka huu Kenya haitaleta mahindi kutoka nje ya nchi for the first time. Not even 1 bag of maize we will not import. Kwa hivyo hiyo ndio kazi rais alikuwa anang'ang'ana nayo. Lakini matatizo ni mengi. Na hiyo kazi bado ambayo iko mbele ni kazi kubwa. Na hiyo ndio kazi sasa tunasukumana nayo, ya kuongeza pesa kwa mifuko ya mwananchi, wakulima, wanabiashara, watu ambao wako katika hali ya chini, kwa sababu hii serikali inaamini ya kwamba nchi yetu itapata maendeleo tukianza kuboresha zile sekta za huku chini za kiuchumi, mahali wananchi wengi wanapata riziki yao. Ndio unaona tunang'ang'ana na kuboresha mapato ya kilimo, mapato ya mifugo, mapato ya maziwa, mapato ya biashara ndogo ndogo kama bodaboda, because the majority of the people of Kenya get their daily bread, get their income from sectors like agriculture, livestock, dairy, and small businesses including bodabodas. Hapo ndio tumeshikilia sasa, na hapa mambo ya kilimo sina wakati, kwa sababu nimesema siongei sana kutaja mambo mengi. I think we will just meet in the workplace, in the milk factories, in the tea factories, in the dairy farms, as we continue to make sure that we revitalize those sectors. Na niseme ya kwamba rais, kuna zile factories alikuwa ameahidi machines hapa za chai. Those machines have been bought. The president himself is coming very shortly in Embu by the end of March to come and commission those machines. I am aware there are many other commitments ambazo bado tunangojea, including the KCC plant, ile plant ya maziwa hapa ya Runyenjes. Kuna barabara nyingi ambazo zilianzishwa wakati zamani kidogo zikakwama. Some of the roads got stuck from 2018, 2019. Na kwa sababu rais alikuwa aking'ang'ana na kudhibiti uchumi ambao sasa umeanza kuonyesha dalili ya kudhibitisha,
Miaka miwili imepita, hatukuwa na pesa ya kutosha